Ujambo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Siku ya leo nakuwa na kukaribisha kuendelea kunitegea sikio lako. Siku ya leo tutakuwa tunaangazia mambo kadhaa ambayo yanakuwa yanaendelea kujiri maeneo mbalimbali, ambako eneo hilo tunakuwa tunalizungumzia zaidi sana Kivu Kusini, kutokana tu na mgogoro ambao unakuwa unatokea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiwa wanashirikiana na wazalendo, huku mgogoro huu ukiwa unafanyika dhidi ya waasi wa M23, AFC na RDF, ambao vikundi hivyo vyote vinakuwa vinasaidiwa kwa namna fulani silaha na mengine na nchi na serikali ya Rwanda. Kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji, unakuwa unafuatilia sauti hii ni yake Charles Kapesa Balak, ambaye anakuwa nakutolea makala ya leo, tukiwa tunaangazia namna gani jeshi la Kongo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo, yani wananchi ambao hawatamani kuona nchi yao ikiwa inapotea wala kuzama kwenye mikono ya waasi. Hivyo tuangazie sasa, tuzungumzie pia Alhamisi ambako kuna mengi sana yameweza tokea baada tu ya mapigano makali zidi ya waasi na vikosi vya DRC, tukiwa tunazungumzia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, hebu tega sikio lako vizuri hapa. Utakuwa unagundua kwamba baada ya siku kadhaa kulikuja kuonekana wasiwasi mkubwa, hasa zaidi miongoni mwa wakazi wa Kivu Kusini, huku kukawa tayari madai, wazalendo wakijidai kujinadi kusema kwamba lazima mji mkuu wa Uvira kuweza kuiweka mikononi mwetu na kuweza kuidhibiti hadi sheria yetu iweze kutumika hapo. Na utakuwa unajua kwamba hadi sasa wakazi, tukiwazungumzia wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wao moja kwa moja wanakuwa wanapinga vikali na kusema hatuwezi tukaruhusu jambo hilo kuweza kutokea hapa kwetu Kivu Kusini. Nitakuwa nikikujuza kwamba kuna mapigano makubwa ambayo yameweza tokea Aprili 10, 2026. Sasa unajua kwamba wazalendo wamerudisha udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati, tukiwa tunazungumzia Kalehe, ambako wazalendo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa tarafani Kalehe, jimbo la Kivu Kusini, Ijumaa Aprili tarehe 10 mwaka wa 2026. Na imekuwaje hadi ikafikia kijiji cha kimkakati kama hicho kuweza kurejeshwa na wazalendo? Yaani hakikuweza kurejeshwa baada ya waasi hao wa M23 kuweza kurejea nyuma wala kutoa madai fulani kwa kupitia ujumbe wowote ule, bali ni baada ya mapigano makali ambayo yamefanyika. Na utakuwa unagundua na kufahamisha kwamba kulingana na vyanzo mbalimbali vya eneo hilo vinathibitisha kwamba eneo hilo la kimkakati kutoka tarafani Kalehe imeweza kurejeshwa na wazalendo baada ya mapigano makali dhidi ya waasi wa M23. Hiyo nadhani kwamba msikilizaji na mtazamaji wa News 24 utakuwa unajua kwamba vikosi vya DRC pamoja na wazalendo wanakuwa wanahakikisha maeneo kuweza kurejeshwa na kuidhibiti ipasavyo, ili serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuweka sheria yake kama ilivyo kawaida. Takuwa nakuambia kwamba maeneo ya Tushunguti, Matutira na Kimole yaliyopo katika vijiji vya Kisha na Mtale, maeneo hayo yameweza kurudishwa mikononi mwao wakati wa operesheni hizo za kijeshi. Katika njia ya Butacha, majeshi ya serikali pia yalifanikiwa kulikomboa eneo la Bulembwe kabla ya mchana. Yaani mapigano yaliweza kufanyika huko, vikosi vya jeshi ya Kidemokrasia ya Kongo vikawa vinajitahidi pia na kuweza kufanikiwa kukomboa eneo la Bulembwe kabla ya kufikia mchana. Mafanikio haya yanakuja baada ya mapigano makali dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete katika eneo hilo ambalo limeendelea kuwa uwanja wa mapigano ya mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Ijapokuwa hivyo, tunakuwa tunagundua kwamba serikali ya Kongo mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Ijapokuwa hivyo, tunakuwa tunagundua kwamba serikali ya Kongo na jeshi la FARDC likishirikiana na wazalendo inakuwa inaonesha udhibiti mkubwa kwa sasa hivi kutokana na mbinu ya kijeshi wanayokuwa wakiweka katika uwanja mbalimbali ya mapigano. Hivyo basi kuna matumaini ya kuweza kufukuza kikosi hichi ambacho kinajifanya kuwa kibabe, hasa tukiwa tunazungumzia kikosi hichi cha M23, AFC, RDF, ambayo vikosi hivi vinakuwa tayari moja kwa moja vinaungwa mkono na jeshi la Rwanda. Basi utakuwa unajua kwamba mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, mambo yanakuwa yanapamba moto katika maeneo mbalimbali. Hebu tukisalia hapo hapo Kivu Kusini, katika uwanja wa Ruzizi, wazalendo wametoa tena Ruhanga, Mutabebwa na Kibue baada ya kushindwa kwa M23 RDF ya Rwanda. Yaani kuna mapigano, unaposikia
na kufuatilia anwani zetu hizi, utakuwa unagundua kwamba tunakuwa tunawaletea taarifa ambayo ni kamili, taarifa ambayo imefanyiwa mchujo, taarifa ambayo ina vidhibiti. Yani sio mtu anakurupuka kutoka huku kutoka kule anakuja kuleta propaganda. Hapana. Taarifa hii tayari imeshafaniziwa utafiti wa kina, na hadi tunakuletea wewe msikilizaji, mtazamaji wa Kwetu News 24 ili ujue namna gani nchi yako ya DRC, nchi yako ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi wake, tukizungumzia wazalendo na jeshi la FARDC, wanakuwa wanafanya vipi kwa ajili tu ya kuhakikisha nchi inabakia katika utulivu na usalama uliotukuka. Na atakuwa nakumbusha kwamba baada ya M23 na RDF ya Rwanda kusagwa na wazalendo na kuweza kupoteza maeneo kama Ruhanga, Mutabebwa na Kibue, kuna silaha nyingi na risasi zimeweza kupatikana na kuwekwa kwenye mikono ya wazalendo. Hiyo ni habari njema ambayo inakuwa inaendelea kustendi kwenye nafasi mbalimbali, na hapa tunakuhakikishia kwamba taarifa hii iweze kukufikia mkazi wa Kivu, mkazi wa DRC popote hapo ulipo, ili kuweza kuelewa namna gani mgogoro huu unakuwa unaendelea. Basi hatujaishi hapo, maana kuna sehemu nyingi sana ambako mgogoro huu unakuwa unaendelea kufanyika. Hebu tazama waasi wa M23 wakiungana na RDF kutoka nchini Rwanda. Vikosi hivi vimeweza kutangaza kuondoka kwa ujumbe wao ili kushiriki katika duru mpya ya mazungumzo na serikali ya Kongo. Baada ya kunyanganywa maeneo fulani ya muhimu ambayo waasi hao tayari walikuwa wakishaweza kuidhibiti, wameona ni bora kuweza kujiondoa katika mgogoro huu kupitia ujumbe wao ambao wameweza kuandika. Na wanatamani kwenda kushiriki mazungumzo pamoja na serikali ya Kongo. Na mazungumzo haya yamehamishwa kutoka Doha, huko ambako kulikuwa kunafanyika mazungumzo ya mara kwa mara, lakini haiweza kuleta matunda ambayo wakazi wa Kivu walikuwa wakiyatazamia. Na hivyo yameweza kupelekwa Uswisi, huko ambako mazungumzo yataweza kwenda kufanyika, hasa kutokana na vita katika Mashariki ya Kati. Hivyo kutoka hapo mazungumzo hayo yanahamishwa Uswisi moja kwa moja, na sababu ya kuhamishwa mazungumzo hayo kutupelekwa tena Doha ni baada ya mashambulizi wala vita ambayo inakuwa yanafanyika hapo Mashariki ya Kati, tukiwa tunazungumzia Iran, Israel ambayo inakuwa inaungwa mkono na Umoja wa Kimataifa. Mpenzi msikilizaji wa Kwetu News 24, tunakuwa tunakukaribisha na kuendelea kukudondoshea yapi yale ambayo yanaweza na yanaendelea kujiri kwenye maeneo mbalimbali. Tunaposalia hapa Kivu Kusini, wanajeshi 11 kutoka muungano wa FC M23 RDF walijisalimisha kwa FARDC siku ya Jumatano katika muhimili wa Bunyakiri katika eneo la Kalehe. Hivyo baada ya kupigwa, vijana kadhaa wala wanajeshi waasi wa vikosi hivyo vitatu wapata 11 wameweza kujisalimisha kwa hiari yao kwenye kikosi wala jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Sababu yao ya kujisalimisha ilikuwa kwamba hawakuweza kupigana pamoja na wenzao. Yaani kunakuwa vikosi baadhi wanapopigwa, kuna vikosi vingine huwa kama wanatelekeza wenzao, kutoweza kushirikiana kwa kupambana na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo hao vijana wala maskari hao waasi wamechukua hatua muhimu ya kuweza kujisalimisha wenyewe baada ya kuona tu kwamba wenzetu hawawezi kuendelea kutusaidia tunapopigana na jeshi la Kongo. Hivyo moja kwa moja wakaenda kujisalimisha mbele ya FARDC. Na baada ya kugundua hayo, wanaona kwamba hatuwezi kuendelea. Hivyo basi kupigana na jeshi la Kongo hatuwezi pigana sisi wenyewe. Huo ni mtazamo wa wanajeshi 11 wa vikosi vya waasi. Hivyo kutokana na hali mbaya ya maisha wanayopitia ndani ya uasi huo, inawasukuma moja kwa moja kuweza kuhama kundi la uasi na kuelekea upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na atakuwa na kukumbusha kwamba siku za hapa nyuma tayari kuna waasi wala maskari wa vikundi vya waasi wa M23 RDF na AFC yapata 200, yani zaidi ya 200 wameweza kujisalimisha wao pia na kwenda kutoa silaha zao mbele ya vikosi vya jeshi ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo ndivyo hali ambavyo inakuwa inaendelea kuonekana kwenye maeneo mbalimbali katika jimbo la Kivu Kusini. Na vyanzo kadhaa vya ndani vinathibitisha kuwepo kwa jeshi la FARDC katika vijiji vya eneo la Lubero, hasa katika Vukununu, Vuvutana, Kipese, Katondi na Kirikiri. Hapo utakuwa unajua kwamba jeshi linakuwa linachukua nafasi kubwa ili kuonesha tu uasi sio nzuri. Na unakuwa unagundua kwamba vikosi hivi vya waasi tukiwa tunazungumzia M23 AFC waliweza kuchukua udhibiti mkubwa pale tu walipokuwa wakinyang'anya kijiji fulani, kukiweka chini ya sheria yao kuwa wanalazimisha vijana kujiunga na kundi hilo utake usitake, yani kwa lazima. Hivyo vijana wanapogundua kwamba
maeneo ambako tuliko so eneo halali, wanakuwa wanachukua hatua moja kwa moja ya kuweza kurejea kwenye nafasi yao, kujiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujiunga na wazalendo ambao hawa wanakuwa wanapigania nchi yao, maslahi ya nchi yao. Unakubalije taifa lako liweze kudhibitiwa na muasi ambaye ukija kuangalia maslahi ambayo anakuwa anapigania vita hii hayana malengo thabiti, tofauti tu na maslahi binafsi, yani kutajirika na mengine. Lakini unakuja kuangalia mzalendo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wao wana jukumu, ni wajibu wao kama jeshi kupiganiana nchi, kulinda nchi, kumlinda mkazi wa DRC pamoja na mali yake. Hivyo inakuwa inaendelea kuonekana kwenye maeneo mbalimbali katika jimbo la Kivu Kusini, na vyanzo kadhaa vya ndani vinathibitisha kuwepo kwa jeshi la FARDC katika vijiji vya eneo la Lubero, hasa katika Vukununu, Vuvutana, Kipese, Katondi na Kirikiri. Hapo utakuwa unajua kwamba jeshi linakuwa linachukua nafasi kubwa ili kuonesha tu uasi sio nzuri. Na unakuwa unagundua kwamba vikosi hivi vya waasi tukiwa tunazungumzia M23 AFC waliweza kuchukua udhibiti mkubwa pale tu walipokuwa wakinyang'anya kijiji fulani, kukiweka chini ya sheria yao, kuwa wanalazimisha vijana kujiunga na kundi hilo, utake usitake, yani kwa lazima. Hivyo vijana wanapogundua kwamba maeneo ambako tuliko so eneo halali, wanakuwa wanachukua hatua moja kwa moja ya kuweza kurejea kwenye nafasi yao, kujiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujiunga na wazalendo ambao hawa wanakuwa wanapigania nchi yao, maslahi ya nchi yao. Unakubalije taifa lako liweze kudhibitiwa na muasi ambaye ukija kuangalia maslahi ambayo anakuwa anapigania vita hii hayana malengo thabiti, tofauti tu na maslahi binafsi, yani kutajirika na mengine. Lakini unakuja kuangalia mzalendo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wao wana jukumu, ni wajibu wao kama jeshi kupiganiana nchi, kulinda nchi, kumlinda mkazi wa DRC pamoja na mali yake. Hivyo vijana kadhaa ambao waliweza kulazimishwa na waasi hao wanakuwa wanarejea na kujisalimisha wenyewe kwa wenyewe, na wengine ambao walitangulia hapo awali wanarejea mbele ya vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kujisalimisha wenyewe kwa wenyewe, baada ya kugundua kwamba kwa sasa hivi nchi sasa imechukua hatua ili kuweza kutusambaratisha, hivyo tuweze tukapoteza maisha yetu, bora turejee. Hiyo ndo habari ambayo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 ambayo inakuwa inatanda sasa hivi, na hii ni taarifa sahihi ambayo tuna vidhibiti muhimu na tuna mashuhuda ambayo yanakuwa yanatuelekeza nini kimefanyika, wapi, muda gani. Hivyo basi natumaini unakuwa unatufuatilia kwa makini sana. Wapiganaji 6 kutoka muungano wa Twirwaneho Minembwe hapo wanaoshirikiana na muungano wa M23 RCFC walijisalimisha pia mbele ya jeshi la FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumatano tarehe 8 Aprili 2026 huko Minembwe katika nyanda za juu za Fizi, jimboni Kivu Kusini. Hivyo utakuwa ukijua baada siku baada ya siku kunapatikana vikundi mbalimbali vya waasi ambao wanakuwa wanachukua hatua muhimu za kuweza kujisalimisha, na hiyo ni baada tu ya kupigwa vizuri wala ipasavyo. Maana kwa sasa hivi FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo hawana huruma na uasi wowote ule. Kujisalimisha huku ambako kumekuwa kukitokea kwa wiki kadhaa kunaonyesha kwamba vijana wengi walioajiriwa kwa nguvu sasa wanakataa ajenda ya uasi na hawataki tena kupigana dhidi ya nchi yao wenyewe. Hivyo wanatamani kurejea ili kuweza kuisaidia nchi yao isiweze kudondoka kwenye mikono ya waasi. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilivyowekwa katika sekta ya operesheni ya Sokola 2 kaskazini vilizima mashambulizi ya muungano wa silaha wa FC M23 RDF katika eneo la Kalehe. Hivyo huko hakuna, yani ile tunayosemaga pusi kulia nyao. Kila kitu kinakuwa kinakontroliwa vizuri na jeshi hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Mashambulizi hayo yalitokea katika maeneo ya Tushunguti, kituo cha Katale, Kacheichei na Mbindano, yalilenga kuunda hali ya ugaidi na kupanua udhibiti wa vikundi hivi vyenye silaha katika eneo hilo. Kutokana na mwitikio ulioratibiwa na utaalamu wa vitengo vyake, jeshi la Kongo lilifanikiwa kuwafukuza washambuliaji na kuwalazimisha kurudi nyuma kutoka maeneo yenye watu wengi. Hivyo unajua jeshi kama jeshi, kutokana na mafunzo, kutokana na yale ambao wameweza kuyapitia baada ya kusoma, wanapokuta waasi maeneo fulani ambako kuna watu wengi pia, huwa wanatumia mbinu la kuwarejesha kwanza nyuma, ili watakapopatikana sehemu ambako hakuna raia wengi sana, huko ndiko wanaowapiga kuwatwanga ipasavyo. Basi utakuwa unagundua kwamba mtazamaji wa Kwetu News 24, msikilizaji, hiyo ni habari sahihi na mbichi kabisa ambayo inakuwa inajiri, na hiyo tunakuwa tunazungumzia Jumatano
ambako waasi wengi wameweza kujisalimisha mbele ya vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huku wakisaidiwa na wazalendo. Yani hayo ndo ambayo yamejiri siku hizi kadhaa, na tukishuhudia kujisalimisha kwa wanamgambo hawa wanamgambo ambao huwa wanaisaidia M23 AFC pamoja na RDF kutoka nchini Rwanda. Kwetu News 24 inakuwa inakutolea habari motomoto ambayo ni sahihi, ambayo ina vithibitisho na ambako tunakuwa na uhakika kusema kwamba tuna uhakika wa kile ambacho tunachokizungumzia hapa. Hivyo ndo namna gani mgogoro na vita inakuwa inaendelea kupigwa mahali popote hapo, lakini kwa sasa hivi wekelea tu kwamba kikosi hiki cha M23 mahali ambako tunakoelekea tayari kitakuwa kinarejea miguni mwa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kujisalimisha na kuomba radhi na kuweza kuzungumza kama baba na mtoto. Yaani mtoto mpotevu siku zote lazima arejee kwa baba yake. Ijapokuwa mbwembwe nyingi nini, lazima urejee. Maana baba anapochukua hatua ya kukudhibiti, baba huyo anakujua haswa na uwezo ukaruka. Hata unaporuka unajua maharagi yanapopigwa kwenye chungu yanaporuka na ndo alama ya kuonesha kwamba maharagi inakuwa inaelekea kuiva. Basi tulipowasikia kuna channel nyingi ambayo inakuwa inatangaza sijui kujinaji kwa M23, lakini kwetu News 24 inakuwa inakudondoshea habari mbichi ambayo inakuwa inazungumzia zaidi sana uhalisia wa jambo ambalo inakuwa inaendelea mgogoro huo. Lakini kwa sasa hivi Kivu Kusini, bakini na uhakika wa kusema kwamba hatuna siku nyingi kikundi hiki cha waasi wa M23 kinachoungwa mkono na jeshi hili la Rwanda tayari kitakuwa kinajisalimisha hapo usoni. Basi msikilizaji na mtazamaji, hapa ndipo nakuwa na kuacha kwa muda huu, lakini nakuwa nakuandalia tena taarifa nyingine ambazo inakuwa inaendelea kutokea mahali mbalimbali tunapozungumzia haswa